Tukitaka kufanya mauzo na tuna taarifa za mteja wetu au tunataka kufanya mauzo kwa mkopo kwa mteja husika, maana yake tunaenda kwenye sell, tunatengeneza new sell, au kama tutatokea pia kwenye product pia ni sawa. Maana yake tukija kwenye product tuka click sell, zote zinawezekanika. Au tukitokea kwenye home tuka click sell. Kwa hiyo tukienda kwenye new sell, maana yake lazima tu add item. Tutasema labda ni hii flash, labda na hii Oraimo USB for Android. Sasa kama tunataka hapa tunauza complete sell. Hapa option ya kwanza manake complete sell, manake amelipia, au lipa baadaye kama huyu mtu analipa kwa mkopo. Lakini huyu mtu lazima tuwe tumemweka hapa customer option. Tukisema tuna complete sell alafu lipa baadaye, lazima tuwe tuna taarifa za mteja. Kwa hiyo tunaenda kwenye customer, hapa tutaletewa customer wote waliopo. So far hatuna customer yoyote. Kwa hiyo tutaongeza mteja. Labda tuseme anaitwa Ali Juma. Tutaweka na simu yake. Then tutasave mteja. Kwa hiyo tukimweka hapa ataonekana mteja wetu ni Ali Juma. Jumla kulipia ni 24,000, tuta complete sell. Tukicomplete kama kawaida, maana yake tutachagua hapo ni cash. Maana yake tayari sell imekuwa recorded. Kwa hiyo tukienda kwenye sales, itatuonesha sell yetu na jina la mteja wetu ni Ali Juma. Kwa hiyo tukienda kwenye view receipt, itatuonesha hapa jina la mteja ambaye ni Ali Juma. Ikiwa tunataka kurekodi, tunaweka labda ni Oraimo, alafu tunaweka na labda na hii Samsung A7. Tunataka kurekodi labda mtu kanunua kwa mkopo. Kwa hiyo tutafanya vile vile, tutaselect customer, tuna huyu Ali Juma, tunaweza tukaongeza mteja mwingine. Labda ni James John, tuweke na namba ya simu. Then tuna save customer ni James John, alafu tuna complete sell, tunasema lipa baadaye. So far total amount yote ambayo natakiwa alipia ni 2,288. Labda huyu mtu amelipia shilingi 100,000. Kwa hiyo tunaweza tukasema due date natakiwa lini mwisho wa kulipia, labda tarehe 20. Kwa hiyo tutasave. Tukisave hapa, maana yake tukija hapa itatuambia sasa huyu mteja ni James John, amelipa shilingi 100,000 na anadaiwa 1,188. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaona ya madeni, au tukienda huku kwenye hii feature ya madeni, tunaweza tukaweka language kama Kiswahili. Tutumie Kiswahili. Kwa akienda kwenye madeni, maana yake itatuonesha hapa deni anaodaiwa ni. Kwa hiyo tukija kwenye madeni hapa tunaweza tukaona, au tukija hapa kwenye mauzo pia tunaweza kuona deni la James John. Tukimbonyeza maana yake tunaweza kulipa sasa hili deni. Kwa so far anadaiwa 1,188. Kwa hiyo tunaweza kulipia deni, aidha kalipia lote au labda kalipa tena kwa awamu, kalipa 100,000. Kwa hiyo tunaweza kurekodi. Maana yake anadaiwa bado 88,000, hapa itatuonesha kiasi alicholipa na jina la mteja. Tunaweza tukalipa tena hii 88,000 iliyobakia, anakuwa amemaliza deni. Kwa hiyo tukienda kwenye kutuma risiti, tunaweza kumtumia huyu mtu risiti. Tukibonyeza WhatsApp direct tunamtumia kwenye WhatsApp, au tunaweza kuona risiti, maana yake hapa itatuonesha deni lote limekamilika na hiyo hela alokuwa anadaiwa. Kwa hiyo tukirudi hapa kwenye zaidi, tukienda kwa wateja wetu wote ambao tumeweka tunaweza kuwaona hapa. Kama una wateja ambao wapo sasa hivi, tunaweza kuwaweka hapa wote. Na tukienda kwenye madeni, itatuonesha hapa madeni, deni lote limeshalipwa na huyu James John alilipa. Hivyo ndo namna ya kuweka mauzo na kuambatanisha taarifa za mteja, aidha amelipa cash yote au amelipa na bado anadaiwa. Asante.